Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Novemba 23, kuwa Mkristo ni kufanana na Kristo. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyejiinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Zaburi 24 mstari wa 3 na 4. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunakwenda kujifunza maandiko yako matakatifu. Tunaomba uongozi wa Roho mwema, utuongoze. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Kuwa Mkristo ni nini? Ni kuwa kama Kristo. Ni kufanya matendo ya Kristo. Wapo ambao hushindwa katika jambo moja na wengine katika jambo lingine. Wengine si wavumilivu kwa asili. Shetani anaelewa udhaifu wao na anaweza kuwashinda mara kwa mara. Lakini asiwepo wa kukatishwa tamaa na hali hiyo. Wakati wowote maudhi na majaribu yanapoinuka, muombe Mungu kimya kimya akupe nguvu na neema kuchukuliana nayo kwa subira. Kuna nguvu katika ukimya. Usitamke neno lolote kabla hujapeleka maombi yako kwa Mungu wa mbinguni. Kama utafanya daima, muda si mrefu utaweza kuishinda tabia yako ya hasira za haraka, na utakuwa na mbingu ndogo hapa duniani huku ukiwa unaielekea mbingu kuu. Mungu anawataka watu wake kusafisha mikono yao na kutakasa mioyo yao. Je, kwa kufanya hivi watakosa furaha? Je, itawaletea huzuni katika familia zao ikiwa watakuwa wema na wenye subira, wenye adabu na uvumilivu? Si kweli. Wema wanaoonesha kwa familia zao utarudishwa kwao wenyewe. Hili ni jukumu linalopaswa kufanyika majumbani. Kama wanafamilia hawajajiandaa kuishi kwa amani hapa duniani, basi hawako tayari kuishi katika familia itakayokutana kuzunguka kiti cha enzi kikubwa cheupe. Dhambi siku zote huleta giza na utumwa, lakini matendo mema yataleta amani na furaha takatifu. Katika siku ya mateso, wakati adui akitushinikiza, tutatembea katikati ya malaika. Watakuwa kama ukuta wa moto kutuzunguka, na siku moja tutatembea pamoja nao katika mji wa Mungu. Haujawahi kuwepo wakati ambao watu wa Mungu wanapaswa kuwa na hitaji kubwa la kudai ahadi zake kuliko sasa. Hebu mkono wa imani upite gizani na kushikilia kwa nguvu mkono wenye nguvu isiyo na ukomo. Wakati tunazungumzia umuhimu wa kuachana na dhambi, kumbuka kuwa Kristo alikuja ulimwenguni kuwaokoa wa dhambi, kwamba aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Tunayo fadhila kuamini kwamba damu yake inaweza kutusafisha mbali na kila doa na uchafu wa dhambi. Hatupaswi kuiwekea mipaka nguvu ya mtakatifu wa Israeli. Anatutaka tumjie kama tulivyo, wa dhambi na wachafu. Damu yake ina nguvu. Ninawasihi
msimhuzunishe Roho wake kwa kudumu dhambini. Kama ukianguka katika jaribu, usife moyo. Ahadi hii inatujia hata sisi wa wakati huu. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Ninahisi kuwa kwa sababu ya ahadi hii moja, wimbo wa shukurani kutoka vinywani mwa wanadamu haupaswi kukoma. Hebu na tukusanye vito hivi vya thamani vya ahadi. Na pale shetani anapotushitaki kuhusu dhambi zetu na kutujaribu ili tutilie mashaka uwezo wa Mungu wa kuokoa, hebu na turudie maneno ya Kristo, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Utasoma Historical Sketches ukurasa 157 na 158. Huu ni mwisho wa somo la Novemba 23, kuwa Mkristo ni kufanana na Kristo. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tufanye kuwa Kristo kweli, tufanane na wewe. Hili ndilo ombi letu kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Anakuja